Utusaidie sisi wana wako tuweze kujifunza mafundisho na kuyajua vema. Tunakataa kila roho za kutokuwa na usikivu mzuri. Tunakataa kila roho za kutokuwa na hali ya kuelewa kile tutakachokufundisha. Tunafunga kila roho inayotuzuia kuelewa na kutambua yale tutakwenda kufundishana. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Basi ndugu mpendwa, karibu siku ya pili leo ya semina yetu ya ndoa. Mtakuwa nami mtumishi Dani. Tutafundishana pamoja na kuelimishana zaidi kwa habari ya mafundisho haya ya ndoa au semina yetu hii ya ndoa. Hivyo nawakaribisha sana sana sana. Na wewe mkaribishe jirani yako, mkaribishe rafiki, mkaribishe ndugu, wakaribishe wale wote ambao unaona inafaa wao kusikia semina hii. Naomba tu nitoe tahadhari mapema kabla hatujaendelea. Semina hii inawahusu wale walioko katika uchumba au wanaotarajia kuingia katika uchumba na walioko katika ndoa. Kama haupo kwenye fungu kama hilo, basi jitahidi kabisa usisikilize semina hii wala usiweze kupata mafundisho haya. Subiri tu kwa wakati wako, Mungu atakuwezesha utakuja kuyapata. Hata kama sio kwa sasa, basi utayakuta YouTube kwenye channel yetu ya Jerusalem Family, utayapata kwa wakati wako. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Basi siku ya jana tulijifunza mambo machache ikiwa ni utangulizi, na siku ya leo tunaendelea. Na leo tutaanza kujua baadhi ya mambo na vitu gani vinavyohitajika katika ndoa. Lakini kabla hatujajua mengi au mambo ya aina tofauti, hebu tujue watu gani hasa wanastahili kuingia katika ndoa. Ni watu aina gani wanastahili hasa kuingia katika ndoa? Tukianza kwa upande wa wanaume au baba ambaye unatarajia kuwa na familia yako au tayari ambaye uko na familia yako. Tunaona katika hii kuna sifa ambazo unatakiwa uwe nazo. Hizi sifa ukizikosa, ina maana hutakuwa sehemu ya familia. Ukiwa huna hizi sifa, ina maana hutakuwa baba bora wa familia, hutakuwa kiongozi bora wa familia. Sifa ya kwanza kabisa kwa baba wa familia ni lazima aipende familia yake. Sifa ya kwanza kabisa ya baba ni lazima aipende familia yake. Na sifa ya pili ya huyu baba ni lazima ampende mke wake kwa moyo wa kweli, sio kwa moyo wa tamaa. Ampende mke wake kwa moyo wa kweli. Sifa ya tatu ya huyu baba au mtarajiwa wa familia, anatakiwa awapende watoto. Sifa ya nne, anatakiwa awe anashughulikia mahitaji ya familia. Huyu baba aweze kushughulikia mahitaji ya familia. Sifa yake hiyo. Sifa nyingine tunaona ni lazima awe mwaminifu kwa ndoa yake. Wewe baba ambaye unatarajia kuingia kwenye ndoa au uko kwenye ndoa, lazima uwe mwaminifu kwenye ndoa yako. Ili naomba niliwekee msisitizo. Ndoa nyingi zinaharibika, ndoa nyingi zinapotea, ndoa nyingi zinasambaratika kwa sababu tu ya kitu kimoja: kukosa uaminifu katika ndoa. Hivyo kama wewe unajitambua ni baba wa familia, tambua sifa hii. Kama unapoteza sifa ya kuwa baba wa familia. Kuwa mwaminifu kwa familia yako, kuwa mwaminifu kwa mwenza wako, kuwa mwaminifu kwa watoto wako, kuwa mwaminifu kwa mambo yote ambayo mnayafanya. Kwa sababu siku ya jana tumejifunza na kuona kuwa ninyi ni mwili mmoja.
yaani mmeunganishwa na Kristo kuwa mwili mmoja. Kama ni mwili mmoja, kila jambo unalolifanya unatakiwa umshirikishe mke wako na uwe mwaminifu kwake, kwa sasa tunafanya jambo hili, hebu tuone linakaaje. Sifa nyingine ni sifa ambayo wanaume wengi hatuna. Sifa ambayo inasema kuomba msamaha unapokosea. Sifa hii kwa kweli yani wengi hatuna. Kwa upande wa wanaume tunajikweza mno, tunajiona ni wakubwa kupita kiasi, tunashindwa kuwaomba wenzi wetu msamaha. Na hapa kabisa tunaambiwa tuombe msamaha. Hii sifa hii ni lazima pia tukaifanyia kazi. Kama ulikuwa hufanyi hivyo unapokosa, fanya hivyo sasa, na ndoa yako itarudi katika hali iliyo nzuri. Kwa wale ndoa ambazo zimechanganyikana au zimepata shida kidogo kutokana na hali ile ya kutokuomba msamaha, wewe kama baba wa familia, tambua unapokosa kuomba msamaha, kumwambia mke wangu, hapa nimekosa, naomba uniwie radhi, naomba yaishe. Na wanawake ni watu wazuri sana, yani ni watu wazuri mno kwa kutoa msamaha. Hivyo inatufaa sana kuomba msamaha pale tunapokosa. Sifa nyingine ni kuwa mkali kwa manufaa ya familia. Wewe kama baba, kichwa wa familia, kuna wakati lazima uonye, ukaripie na ukemee mambo fulani ambayo yanakuja kwenye ndoa ambayo hayastahili. Na usipofanya hivyo, kimwatia mama hii nafasi, yeye ndo atakuwa kitu cha familia, wewe utakuwa umekaa chini. Hivyo tambua nafasi yako kama baba wa familia. Maana neno la Mungu linaniambia enyi wanaume ndio vichwa vya familia. Alikusema enyi wanawake, hapana, limesema enyi akina baba, ninyi vichwa vya familia. Kama alisema enyi akina mama, hapo sawa, lakini sasa hii hakikisha kabisa unakuwa mkali, unasimamia yale mambo yote katika familia, unasimamia kiaminifu kabisa. Na hii pia unatakiwa utumie ukali kwa manufaa ya familia yako. Kitu kingine ambacho ni kizuri, ambacho kinampendeza Mungu, sifa nyingine ya huyu baba wa familia, ni awe analinda na kuheshimu mali ya familia. Wewe baba ambaye unanunua vitu fulani na nini, utakuwa mlinzi na kuheshimu ile mali ya familia. Tunaona kwa baadhi ya wanaume wengine wanaweza wakawa na mali nzuri nyingi, akaanza kuuzauza tu, na ni mali ya familia. Cha kwanza ukiheshimu na utailinda ile mali, na maana itakuwa katika mpango mzuri. Hata kama ukununua wewe, labda umeshirikiana na mke wako, ni pesa ambayo mmeshirikiana pamoja, hakikisha mnailinda ile mali ili ikae katika mpango mzuri. Ndio sifa ya wewe baba wa familia. Na sifa nyingine ya baba wa familia ni lazima uwe mlezi bora wa familia yako. Uwe mlezi bora wa familia yako, nikiwa na maana unamlea mama, unawalea na watoto. Utanicheka au utashangaa kusema unamlea mama. Mama naye anahitaji kulelewa kwa kuelekezwa. Hapa tunaenda tofauti, mke wangu tuende hivi. Hayo tayari ni malezi. Na watoto mnawalea katika njia iliyo safi, njia iliyo nyofu. Ewe baba, kwenye hili naomba nikusisitizie sana. Usikubali kabisa kugombana na mke wako au kuonyesha hasira kwa mke wako watoto wakiona. Hapa kubarikiwi. Ni lazima ujue hilo. Ni lazima ujue hilo. Yani uwe mlezi bora. Kama mlezi bora hawezi kufanya kitu kama hicho. Wewe baba wa familia pia unatakiwa uwe na mahusiano mazuri na wanafamilia wale waliokuzunguka, majirani waliokuzunguka, uwe na mahusiano nao mazuri. Hii ni sifa nyingine. Uwe na mahusiano mazuri na majirani waliokuzunguka. Na hapo tunaongelea wale majirani wema. Kuna majirani wengine ni vivuruge kweli kweli, au sijasemea. Wale majirani waliokuzunguka kisha una mahusiano nao mazuri. Maana tunaambiwa hapa unaweza kupata tatizo lolote lile, wakakusaidia kwa namna moja au nyingine. Yamkini nyumba inaungua, wakuzimia moto sio wale ndugu zako walioko mbali au wapi, ni yule jirani yako aliyeko karibu. Kwa hiyo jenga mahusiano mazuri na majirani zako. Sifa nyingine ya wewe baba wa familia ni uwe raia mwema. Uwe ni raia mwema. Yani
raia mwema, na nikisema raia mwema tunaelewana vizuri. Sifa nyingine ni uwe na ushirikiano na jamii inayokuzunguka. Wewe baba wa familia, uwe na uhusiano na jamii inayokuzunguka. Hizi ni sifa za baba wa familia. Pamoja na sifa zote nilizotaja, sifa iliyo njema na nzuri ambayo itakuwa ni sifa ya kuigwa mfano, wewe baba wa familia, itakuwa ni sifa ya kuwa mcha Mungu. Unamcha Mungu. Kwa nini unamcha Mungu? Wewe unakuwa ndiye kiongozi wa sala katika familia yako. Wewe ndiye unayekuwa kiongozi mkuu wa sala katika familia yako. Unawaita mke na watoto wako, au unamwita mke kama bado hamjapata watoto, Mungu anaenda kuwajalia watoto, tunaijua hilo. Mwanzo unakuwa mke na mume, alafu baadaye Mungu anaachilia neema yake kwa kutushirikisha upendo wake, kwa kutushirikisha uumbaji, analeta watoto. Sasa wewe baba lazima uanze msingi huu mapema, na ni muhimu kweli kuwa mcha Mungu. Uanze kwa kumwambia mke wangu sasa tusali, na kila jambo unalolifanya wewe kama mcha Mungu hakikisha unamshirikisha Mungu. Hapa naongelea msumari, lakini tutakuja kufika huko baadaye. Hata kama unafanya tendo la ndoa na mke wako, mwambie mke wangu tusali ndipo tufanye tendo hili. Nafikiri kuna baadhi ya watu wamezoea tu wanaandaana, lakini hawafanyi kusali kwanza. Shirikisheni Mungu, kwa sababu tendo hilo ni takatifu. Tendo hilo ni nzuri, linampendeza Mungu, kwa sababu Mungu anaachia pumzi yake, anawashirikisha uumbaji. Hivyo inakustahili msali. Na sio hilo tu, na mambo mengine yote mnayoyafanya, anzeni kwa kumwita Mungu. Mwambieni Mungu, sisi peke yetu hatuwezi, tunaomba uanze pamoja nasi, tunaomba utembee nasi. Wewe baba wa familia utakuwa ni baba mzuri na utaigwa mfano, sio kwa upande wa ndugu tu, hata jamaa na marafiki watakupenda kwa sababu ya maisha mazuri, kwa sababu ya mienendo mizuri, kwa sababu ya wewe umeamua kumcha Mungu, na maisha yako yatakuwa ni mazuri. Hata kama unapitia uchumi ulio mbaya, Mungu anaangalia, atakuletea tu baraka. Hata kama uchumi hujakaa vizuri, Mungu anaangalia jinsi gani unavyomcha, naye anaachilia baraka. Unaenda kupata baraka iliyo nzuri na zaidi katika kumcha Mungu. Haya, hizo zilikuwa ni sifa za baba ambaye anatarajia kuoa au ameoa au ndio wako kwenye hali ile ya uchumba. Hizo ndio sifa za baba. Tumeangalia sifa za baba. Hebu tuone basi sifa za mama au binti ambaye anatarajiwa kwenda kuolewa au tayari ameshaolewa. Huyu ni mama au binti ambaye anatarajiwa kwenda kuolewa au ameshaolewa, ni mama wa familia tayari. Sifa yake ya kwanza, huyu mama anatakiwa aweje? Sifa yake ya kwanza, anatakiwa awe ni mpole, mvumilivu na mwenye hekima. Naomba nirudie ili kina mama mnisikilize kweli. Anasema sifa ya kwanza ni mpole, mvumilivu na mwenye hekima. Ukiwa na sifa hii tu kwanza, yani hii inakutosha kabisa kuendesha familia yako mpaka siku Mungu anakuita duniani. Inatosha kabisa. Sifa ya kuwa mpole, mvumilivu na mwenye hekima. Ukiwa na hiyo ya kwanza, unafika kwenye hatua iliyo nzuri. Twende sifa nyingine tuone. Anahakikisha wale walio wake wote anawapenda, waliomzunguka. Tunajua wewe dada au mama ambaye umeolewa, kule unapoolewa unaenda kukutana na watu ambao hukukuwa nao, ambao hamkuwa pamoja. Unatakiwa hawa uwapende wote bila kubagua. Sifa ya pili ambayo ni muhimu sana, ili naligongea msumari kwa kulitilia mkazo, kwa sababu baadhi yetu akina dada au akina mama tunapoolewa kwenye nyumba za watu, tunawakuta mawifi, kina mama mkwe, na kina shangazi na kina nani,
tunaanza kuanunia siku ya kwanza tu naenda kutambulishwa. Hapo unaanza kutengeneza uadui. Lakini tunaona hapa sifa inasema uwapende wote. Hakuna kuchagua. Unampenda huyu, unampenda yule, achilia upendo kwa wote. Hii itakusababisha wewe uishi kwenye familia yako maisha yote ukiwa na tabasamu pasipokuwa na kinyongo au hila na mtu yoyote. Sifa nyingine ni huyu awe anatunza usafi anatunza usafi wa kwake mwenyewe kwanza. Awe msafi. Binti ambayo unaolewa au mama wa familia unaolewa, hakikisha unakuwa msafi wewe mwenyewe. Alafu hatua ya pili, hakikisha watoto wako ambao Mungu anaenda kuwajalia au tayari ameshawajalia wanakuwa katika hali iliyo nzuri, hali ya usafi. Kama wameshakuwa unafundisha kuoga wenyewe, kama ni wadogo na waogesha na kuwavalisha, wanakuwa nadhifu, wanakuwa wasafi. Kingine ambacho kinahitajika sana hapa kwa upande wako wewe mama, hakikisha nyumba yako inakuwa safi. Unafanya usafi mara kwa mara, unahakikisha nyumba yako inakuwa safi. Hata mtu yeyote anayekuja kwako anaona kweli hapa tumepata mtu ambaye ni msafi na anaelekea katika hali ya usafi. Sifa nyingine kwa wewe mama au binti ambaye unaenda kuolewa, hakikisha unakuwa mwaminifu katika ndoa yako. Tunajua marafiki wako wengi wa kiume, wa kike, lakini sasa hapa kwenye swala la uaminifu linakutaka wewe, kwa sababu tu mmeshakubaliana kuunganika kuwa mwili mmoja na mume wako. Wale marafiki wote walikuwa pembeni wa kiume ambao ulikuwa unajua kabisa walikuwa wanakuapproach, basi una cancel mahusiano nao mara moja. Unakuwa mwaminifu. Na kisha kabisa unakuwa mwaminifu katika ndoa yako. Na hii itakujengea heshima na hali iliyo nzuri katika kuiendeleza ndoa yako kipindi chote cha maisha yako utakapokuwa hapa duniani. Kwa kipindi chote cha maisha yako utakapokuwa hapa duniani, uaminifu. Na uaminifu pia unaendana sambamba na mali ambazo mtakazozipata au mlizo nazo katika familia. Kushirikishana mali mlizo nazo katika familia, kwa sababu tayari mimi ni kiungo kimoja, mmeunganika, mmekuwa wamoja. Unaona, basi sifa hiyo ya uaminifu ndio hivyo. Sifa nyingine iliyokuwa nzuri sana kwa akina mama au akina dada ambao wameolewa au wanaotarajia kuolewa, inatuambia ni kukaribisha wageni kwa furaha na adabu. Kuwakaribisha wageni kwa furaha na adabu. Wewe mama ambaye unajua ni mama familia, wewe ambaye unatarajia kwenda kuolewa, hakikisha wale wanaokuja kwako wakaribishe kwa furaha na adabu. Unaona tu mume wako amekuja na dada, hujajua ni dada yake, hujajua ni binamu yake, hujajua ni nani, unaanza kumwambia huko mtanikoma. Acha hizo, mkaribishe, atakutambulisha, atakwambia ni nani, yamkini ni binamu yake, ni dada yake, ni mtu wa karibu wa familia ambaye wewe hukumjua, basi mnapata kujuana. Lakini tofauti na hapo utakuwa mtu ambaye kuna adabu, wala utaipoteza furaha yako mapema. Hakikisha unakaribisha watu kwa furaha na adabu, itakusaidia wewe kuishi katika maisha yaliyo mazuri katika ndoa yako. Sifa nyingine kwako wewe dada au mama wa familia ambaye unayetarajiwa kwenda kuolewa, hakikisha unashauriana na mume wako, ushauri wa kwako na mume wako. Hii ni nzuri sana. Unamuuliza mume wangu, hapa tufanye nini? Hapa tufanye nini? Jambo hili naona haliendi vizuri, hebu niambie tufanyeje? Na wewe pia unatoa ushauri, kwa kweli hili naona liende hivi. Mungu anaachilia baraka. Hakikisha unashauriana vizuri na mume wako. Na katika kushauriana hapa pia, unashauriana pia jinsi gani ya kuwalea watoto wenu. Mwalee katika malezi yapi. Ni vizuri sana kushauriana na mume wako. Na pale unapoona pia mtoto anaenda kwenye njia ambayo kidogo umeitilia mashaka, hakika mapema mno unamshirikisha mume wako kwa kumwambia,
naona mtoto wetu huyu aelekee katika njia ambayo mimi naiona. Hebu tukae naye, tusemezane naye, tuone shida iko wapi. Na mtoto anapotatuliwa shida akiwa mdogo inakuwa ni nyepesi mno, kuliko unasubiri ameshakuwa mkubwa unakuja kumtaka kumtatulia shida. Hiyo itakuwa haiwezekani tena. Methali inasema samaki mkunje angali mbichi. Akishakuwa mkubwa, akishakauka basi hakunjiki tena, utamvunja. Kwa hiyo ni muhimu sana pia kushauriana katika mambo mbalimbali ya familia na mambo mengine ya kuwalea watoto wetu. Jambo lingine ni wewe mama uwe unaomba msamaha pale unapokosea. Kwa mama hili najua mnajitahidi sana, lakini ni muhimu mno wewe kama mama wa familia unapokosea tu, unajua umekosea, nyenyekea kwa mume wako, mwambie mume wangu kweli hapa naona nimekukosea, naomba unisamehe, naomba uniwie radhi, na atakusamehe na maisha yataendelea. Hili ni jambo muhimu sana kwa sisi wanandoa, kwa sisi tunaoelekea katika safari ya ndoa. Ni jambo muhimu mno, ni lazima tulifuate na tulitendee kazi. Na jambo hili la msamaha ndilo linalotengeneza familia zinakuwa imara na zinasonga mbele, kwa sababu tu ya kusema naomba nisamehe. Ni neno dogo lakini lina maana kubwa. Kusema naomba unisamehe, nimekosea, naomba unisamehe. Wewe mama au mtarajiwa wa familia, hakikisha jambo hili unalifanya mara kwa mara. Pale unapoona umekosea au unapoona pia umekosewa, hebu jaribu kumwambia mume wangu hapo ukwenda vizuri, naomba hapo hebu turekebishe. Naye ataomba msamaha kwa sababu tayari ameelewa na amepitia mafundisho haya. Haitakuwa shida kwake. Jambo lingine, wewe kama mama wa familia unatakiwa pia uwe raia mwema. Uwe na uhusiano mzuri na wale waliokuzunguka, majirani zako, wale wote, jamii iliyokuzunguka. Hakikisha unakuwa raia mwema. Na jambo ambalo ni nzuri zaidi kushinda yote, wewe kama mama wa familia ni lazima uwe mcha Mungu. Hii ni lazima, wala hata haiwi vipi. Lazima mama uwe mcha Mungu ili na watoto waige pia kutoka kwako. Kwa sababu watoto wengi wa kwetu tunaona wanataka kuiga kutoka kwetu. Hata kama wanataka kuiga kutoka kwetu, ni lazima hao watoto wakaona malezi mazuri, wakaona wewe unamcha Mungu, unaelekea katika njia iliyo nzuri, ndio wao wanafuata. Ndio maana wewe mama unatakiwa uwe mcha Mungu, tena mcha Mungu kweli kweli, sio mnafiki katika kumcha Mungu. Unakuwa mcha Mungu haswa. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Tumeona hapo sifa za baba au kijana anayejiandaa kuingia kwenye familia au wanandoa tayari walioko kwenye familia. Tukaona pia sifa za mama au binti ambaye anataka kuingia kwenye familia au dada ambaye anataka kuingia kwenye familia. Na basi tuone pia sifa za watoto wetu zinatakiwa ziweje. Wale watoto ambao Mungu ameshatupa au anaenda kutujalia katika maisha ya ndoa tunayoyaendea, wanatakiwa waweje? Sifa ya kwanza ya watoto, wanatakiwa wawe wanawapenda na kuwaheshimu wazazi wao. Hii ni muhimu sana. Lazima watoto wawe na upendo na heshima kwa wazazi wao. Ni lazima wazazi muwafundishe watoto upendo na heshima kwenu. Hapa kwa kuanza kwa wakiwa wadogo, na wafundisha jinsi ya kusalimia, jinsi gani ya kuheshimu wakubwa, na ni jinsi gani mnawafundisha upendo. Kingine cha watoto, sifa ya watoto ni lazima wawe watii kwa wazazi na wakubwa wote. Ni lazima wawe watii kwa wazazi na wakubwa wote. Hii ni muhimu sana.
Wewe kama mtoto wa familia ni lazima uwe mtii na waheshimu wakubwa wote. Lazima uwe mtii kwa wazazi na wakubwa wote. Sifa nyingine ya mtoto ni lazima awe anawasaidia wazazi anapokuwa nyumbani. Hapa tayari mtoto ameshakuwa. Lazima umfundishe life skills. Lazima umfundishe kazi zile za nyumbani, kazi ndogo ndogo, kufua, kuosha vyombo, kufagia uwanja. Lazima mtoto ajue hizi. Wewe kama mama au baba wa familia, usimwache mtoto wako ukamlea kimayai, maana dunia hii inabadilika na tumeshaambiwa dunia inazunguka. Maana ya dunia kuzunguka, lakini leo na maisha yaliyo mazuri sana, lakini kesho yakawa tofauti. Maana tunaona hatuoni maisha yale tofauti, lakini tunaona dunia inavyoenda. Hivyo ni lazima umfundishe mtoto ajue kazi, ajue majukumu fulani ya kufanya hapo nyumbani. Jambo nyingine au sifa nyingine kwa mtoto ni awe anawajulisha wazazi wake anapotoka, awe anaaga. Unamfundisha ukitoka, ukitaka kwenda kucheza aga, ukitaka kwenda wapi popote pale aga. Ni muhimu mno mtoto kuaga, kutoa taarifa kwa wazazi kuwa mimi naenda pale kwa kina Daniel pale, naenda kucheza na Dani. Mama ndo akuruhusu nenda, au akwambia hapana, nenda nani kasome. Utakuwa wewe mtoto unasikiliza kile wazazi wanachokuambia. Ni lazima mzazi uwe na mwelekezo mzuri kwa mtoto wako, umwelekeze awe anaaga popote pale anapotaka kwenda. Sifa nyingine za mtoto huyu ambaye Mungu anaenda kutupatia au ameshatupatia, ni lazima uwe anaaga popote pale anapotaka kwenda. Sifa nyingine za mtoto huyu ambaye Mungu anaenda kutupatia au ameshatupatia, ni lazima uwe unamruhusu awe anashauriana na wewe mambo yake mbalimbali. Uwe unamruhusu awe anashauriana na wewe mambo yake mbalimbali. Ili wazazi wengi hawalifanya. Mtoto ana shida au ana tatizo, hatumsikilizi. Na watoto wana ushauri mzuri kweli. Tuwasikilize watoto wetu, tutaziona faida. Tuwasikilize watoto wetu, tutaziona faida. Jambo lingine au sifa nyingine kwa watoto wetu ni kujiepusha na makundi mabaya. Kujiepusha na makundi mabaya. Tunajua kuna baadhi ya watoto au vijana ambao wamejiingiza katika makundi mabaya. Ni lazima kwa mtoto wako uhakikishe na umwelekeze ajiepushe na makundi hayo, kwa sababu sio makundi mazuri wala sio makundi yatakayomjengea heshima au nafasi nzuri katika kumtumikia Mungu, hata kuwatumikia watu wengine. Jambo jingine ni uhakikishe unamfundisha mtoto wako dini iliyo safi. Unamfundisha mtoto wako dini iliyo safi, na kisha unampatia malezi sahihi katika kumjua Mungu, kumjua Muumba wake, kujua ni kitu gani ambacho anatakiwa akifanye katika kumjua Mungu. Hii ni muhimu sana. Mtoto aende kanisani, ajue jinsi ya kusali na ajue mambo yanayomhusu Mungu na Muumba wake. Hii ni muhimu sana kwa upande wa mtoto. Jambo lingine ni kuhakikisha anatimiza huo wajibu wake katika dini. Tunajua watoto wetu wanapata mafundisho mbalimbali katika dini. Hakikisha anatimiza wajibu wake katika dini ile ambayo yupo. Kama ni Mkristo, Mpentekoste, Mwanglikani, Mkatoliki, hakikishe anatimiza wajibu wake katika mafundisho yale msingi kabisa anayopewa ya kujenga na kuikuza imani yake, ili baadaye anapokuwa naye aweze kuja kuwaelekeza watoto wake na wale wanaokuwa pamoja naye au jamii inayokuwa pamoja naye kuwa mambo haya ni mazuri katika dini. Na sifa nyingine ya mtoto ambayo ni nzuri sana na inatakiwa iwepo, mtoto huyu awe ni mcha Mungu. Awe ni mcha Mungu.
Ili ni muhimu sana kwa wazazi. Mtoto huyu lazima awe na sifa ya kumcha Mungu. Mfundishe mtoto wako jinsi gani ya kukaa na Muumba wake. Kuna watoto wengine hata wanafika kanisani wanaanza kucheza. Kama umempa malezi mazuri nyumbani, umemwelekeza jinsi gani, akifika kanisani anajua hapa ni mahali Mungu alipo, ni mahali pa kumsikiliza Mungu. Kwa hiyo anahakikisha kabisa anakaa katika hali iliyo nzuri, anakaa katika upendo ule ambao unamwezesha yeye kumsikiliza Mungu kwa maneno na vitendo, anatendea kazi imani yake. Hilo ni jambo muhimu sana, mtoto awe ni mcha Mungu. Na jambo lingine ambalo ni la muhimu pia sana ni kwamba mtoto huyu anatakiwa apatiwe haki ya msingi. Sifa yake nyingine, anatakiwa apatiwe haki ya msingi. Mtoto huyu anatakiwa apendwe sana na wewe mzazi. Anatakiwa kuthaminiwa mtoto huyu, anatakiwa kutunzwa na kulelewa vema kwa kupatiwa elimu. Elimu itamsaidia katika maisha yake, itamsaidia katika huko aendako baadaye, ili asije akawa mjinga. Elimu itamtoa ujinga au upumbavu fulani utakaokuwa nayo. Tumesema haki nyingine ya mtoto, anatakiwa kupendwa, kuthaminiwa, kutunzwa na kulelewa vema na kupatiwa elimu. Wewe mzazi, kumbuka kuwa wewe ndiye uliyebeba dhamana ya kupata mtoto huyu. Mungu alipowashirikisha uumbaji, ina maana amekupa kazi ya kumtunza mtoto huyu. Wewe kama wazazi wako hawakukutunza, usingefikia hapo ulipo. Hata kama sio wazazi wamekutunza, basi walezi wako wasingekulea vizuri, usingefikia hapo ulipo. Hivyo na wewe unalo jukumu la kuwatunza na kuwalea watoto na kuwapatia mahitaji msingi. Basi tumeona mambo hayo kwanza ili tuweze kuendelea. Haya ni mambo muhimu sana katika semina yetu ya ndoa, ambayo tunajisahau wazazi au wale tunaoelekea kwenye hali fulani. Tunaona tu majukumu ya watoto ni ya mama, tunakuwa tunamwachia mama mambo yote, lakini tunasahau pia sisi kina baba tuna haki na wajibu wa kuwalea watoto wetu. Tutaona basi katika hilo tunatakiwa tushirikiane wote, baba na mama, katika kuwalea na kuwatunza watoto wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Basi tulipopitia mambo hayo, hebu tuone ni mambo gani ambayo yanatakiwa yawepo kwenye ndoa. Ni mambo gani yanatakiwa yawepo kwenye ndoa? Tukifundishana semina hii, tunaona kuna baadhi ya mambo wewe kama mwanandoa au mtarajiwa wa ndoa unatakiwa uyajue, na mambo haya yaendelee kuwepo katika ndoa. Sisi tulioko katika ndoa na wale wanaotamani kuingia au wanaoingia kwenye ndoa, lazima wayajue mambo haya msingi matatu, ambayo ni mambo mazuri sana ambayo yanatuwezesha kuendelea kuishi na kujua mengi na mengi zaidi katika maisha haya ya ndoa. Jambo la kwanza na jambo muhimu linaloelekezwa katika vitabu vyetu vya dini na mababa wa kanisa linasema umoja. Yapo mambo msingi matatu. Jambo la kwanza linasema umoja. Jambo la pili linasema uimara au imara. Uimara au imara. Na jambo la tatu linasema halali. Jambo la tatu linasema halali. Tuanze na kusemea jambo hili la umoja. Umoja maana yake ni nini? Basi katika umoja tunaona umoja maana yake ni mume mmoja na mke mmoja. Mume mmoja na mke mmoja. Jana tumepitia kitabu kile cha Mwanzo sura ya kwanza aya 27 na 28, na tutapitia pia kitabu kile cha Mwanzo sura ya pili aya 24, na tutapitia pia kitabu kile cha Mathayo sura ya 19 aya 4 na ya 5. Tutaona hapo maneno yanayotuambia, kwa hiyo mwanamke
Kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake na ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Tunaona katika mapokeo na mababa wa kanisa wakielekeza kuwa mwanaume mmoja na mwanaume mmoja hujitoa kiaminifu katika maisha ya ndoa, ndio maana ya umoja. Na neno la Mungu likisema, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa kwa mkewe, kama Kristo alivyo kichwa kwa kanisa, naye ni mwokozi wa miili yetu. Lakini kama vile kanisa lilivyo katika Kristo, vivyo hivyo nao waume wawatii wake zao, wake wawatii waume zao katika kila jambo. Enyi waume, kitabu kile cha Efeso sura ya 5 aya 22 hadi 25 kituambia, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Ndiyo maana ya umoja huo. Tukiendelea tunaona pia tukiambiwa mwanandoa ambaye ameanzisha mahusiano yake na mwingine mbali ya ndoa amefanya makosa na ni kinyume kabisa na sheria ya Mungu. Mwanandoa ambaye amefanya mahusiano na mtu mwingine amefanya makosa na ni kinyume kabisa na sheria ya Mungu. Hivyo hapo itakuwa imeondoa hali ya umoja. Tunaona neno la Mungu na mafundisho ya Mungu yanapotuelekeza, yanasema uzinzi ni kitendo ambacho hakikubaliki katika ndoa. Uzinzi ni kitendo ambacho hakikubaliki katika ndoa. Hivyo wanandoa, katika umoja wenu mnatakiwa muwe na uaminifu. Ndiyo maana ya umoja. Aina nyingine ya kusema umoja ni kukosa hiyo hali ya uaminifu kati ya mume na mke, ambayo tabia hiyo ni mbaya sana na ni dhambi kubwa mbele za Mungu. Hata mwanandoa anapomruhusu mwenza wake kufanya uzinzi kwa sababu zao binafsi, wanatenda dhambi. Hivyo haitupasi kutenda dhambi kabisa tukiwa kama wanandoa, ili tuwe katika umoja. Na katika mazingira fulani uzinzi unaweza ukaashiria au kuharibu ndoa kabisa. Tunaona ndoa nyingine zinavunjika kabisa kutokana na hali ya uzinzi. Hivyo katika umoja ina maana mmekuwa moja, mmekuwa kitu kimoja kweli, sio kwenda kinyume na hapo. Basi hiyo ndiyo maana halisi ya umoja. Hebu tuone maana ya uimara. Uimara maana yake ni haipunguki mpaka kufa. Hili liko wazi kabisa. Tunajua ndoa za Kikristo hazipunguki mpaka kifo. Kifo kikiwatenganisha ndipo inapofunguka. Yaani atakapokufa mwenza mmoja ndio ndoa hii itakapofunguka. Hakuna kitu kingine kinachoweza kuifungua ndoa hii. Tunaona pia ndoa ni muunganiko usiovunjika. Yaani ni Kristo anayejiunganisha na watu wake. Unaweza kumvunja Yesu katika maisha yako? Jibu ni hapana. Yesu akishaunganika na nyie, ina maana mnatakiwa mkae hivyo. Ndiyo maana ya imara au uimara, haifunguki mpaka kufa. Ndoa iliyoratibiwa na Mwenyezi Mungu haiwezi ikavunjwa na binadamu kwa nguvu zozote au kwa hali yoyote ile. Kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 2 aya 23 na 24, na kitabu kile cha Mathayo sura ya 19 aya 5 na ya 9. Kristo anatufundisha kuwa muungano huo ni wa kudumu daima. Anasema alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Ndio maana ya imara. Ni imara kwa sababu haivunjiki. Mmekubaliana, mmeona mnafaa kuishi pamoja, ina maana mnaenda kuishi maisha yote milele pasipo kuvurugana. Na kama imetokea kwako mwanampendwa, mwanafamilia, wewe na mwanandoa mwenzako mmeachana au mmepata
kukwaruzana kwa namna moja au nyingine. Watafute viongozi wako wa kiroho, watafute wale wasimamizi wako wa kiroho. Hakikisha mnarudi mnaendelea kuwalea watoto wenu, maana ya imara ndio hiyo. Mnarudi pale mlipokoseana, mnasameheana, mnaendelea na maisha ya kulea watoto wenu, kuwalea watoto katika hali iliyo nzuri. Tunaona pia katika uimara, wanandoa wenyewe kwa hiari yao hawawezi kuvunja ndoa, kwa sababu mmeshakubaliana, mmesimama mbele ya mchungaji, mbele ya padri na mbele ya mkuu wa wilaya, mkafunga wenyewe, mkasema kuwa tunafunga ndoa hii. Mkifunga ina maana mmeifunga duniani na mbinguni, haifunguki. Ndio nikwambie, kama ulikuwa hujui, unasema mimi ndoa hii naivunja na andika no tena ya herufi kubwa ambayo haiwezekani. Andika no kabisa, kwa sababu ni imara. Wanandoa wakitaka kupeana talaka kwa sababu yao binafsi, ndoa inabaki pale pale. Kama ulikuwa una mpango wa kusema unamwandikia mwenzako talaka, kwa Wakristo hatuna kitu kinachoitwa talaka. Ndoa inabaki pale pale. Ina maana ukimwacha mke wako ukienda kuchukua mtu mwingine, unazini naye. Maandiko matakatifu yanatuambia wazi wazi, mtu atakapomwacha mkewe aliyefunga naye ndoa akaenda kuishi na mwanamke mwingine, azini yake. Ina maana unatenda dhambi, haifai. Hapo hakuna ndoa. Ndoa ni moja tu ambayo inaunganishwa na Kristo. Tunaona pia wanandoa kukataa kuwa makini katika uimara huu. Tunaona wanandoa wanatakiwa kuwa makini. Ni lazima muwe makini katika hali hiyo mnayoendea au mnayoendea, kwa kuwa ni kifungo cha maisha. Ni kifungo cha maisha. Basi tuone ile hatua ya tatu niliyoitaja, ambayo tulitaja uhalali au halali. Maana yake kusema uhalali, yani imefungwa mbele ya mashahidi wawili. Ndoa hii itakuwa imefungwa mbele ya mashahidi wawili, na mfungaji ni padri, mchungaji au kiongozi wa kimila. Na hapa inaweza ikawa na zaidi ya mashahidi wawili, wakiwemo wazazi wa pande zote, ndugu na marafiki. Hii ndio inaonyesha maana ya uhalali. Ndio inayoonyesha maana ya uhalali. Hii ikuwezeshe na ikukumbushe kuwa ndoa ni kitendo kinachomletea kijana heshima katika jamii. Na ndoa inamfanya mtu atulie na kupanga mambo yake ya baadaye kwa utulivu. Ni lazima ujue, ndio maana ya kuwa halali. Unaweza ukawa ni kitendo kwanza kinakuletea heshima kubwa katika jamii, kwa sababu umejitambua, umekuwa mtu mzima, sasa unaelekea katika maisha yale ambayo yanakuwezesha wewe kutambua ni kitu gani unachokifanya katika ulimwengu. Unaenda kutimiliza lile andiko aliyopewa Adamu na Eva kwamba zaeni mkaijaze dunia. Zaeni mkaijaze dunia. Basi tunapoona mambo kama hayo, tunaona ndoa inatambulika kisheria kwa kulinda haki yako. Hii tukiwa tunazungumzia halali, ndoa hii inatambulika kisheria na kulindia haki zako. Kwa mfano, wewe baba au mama wa familia, unaweza ukapata mirathi yako pale mwenza wako anapofariki. Unakuwa una uhalali wa kupata mirathi ya kuendeleza wale watoto wakue katika hali iliyo nzuri, pasipo kupata usumbufu wowote. Na hii halali itakuwa imekusaidia kushirikiana na mwenzi wako kimaisha. Kushirikiana na mwenzi wako kimaisha kwa wakati wote. Mtakuwa mnashirikiana kimaisha kwa kipindi chote. Mtakuwa mnafanyaje? Mnashirikiana. Hii itakuwezesha hilo kabisa, na ni muhimu ukajua hivyo. Basi jambo lingine katika uhalali, inakuwezesha wewe
kwenda kupokea zawadi ya watoto au kuwapata tayari watoto ambao tuliopewa na Mungu. Tumepokea au kwenda kupata watoto ambao ni zawadi ambayo tumepata na Mungu. Tunaona pia katika uhalali tunaenda kuwa kanisa la nyumbani. Sisi wanandoa au tuliofunga ndoa halali tunaenda kuwa kanisa la nyumbani. Tunaenda kupata watoto walio wazuri, tunaenda kupata familia iliyo nzuri, tunaenda kukutana na jamii iliyo nzuri. Tunaona pia ndoa ni shule ambayo tunaenda kujifunza mambo yaliyo mazuri na mambo mbalimbali ambayo tulikuwa hatujawahi kuyajifunza katika maisha yetu. Ndio tutambue hilo kabisa. Ndoa ni shule ambayo tunaenda kujifunza mambo mbalimbali na mambo ambayo tulikuwa hatuyajui katika maisha yetu. Basi katika haya tuliyojifunza hiyo umoja, uimara na halali, hebu tujifunze mambo mengine ambayo ni muhimu katika maisha yetu ya ndoa au wajibu wetu katika maisha ya ndoa. Tutakuwa na wajibu gani katika maisha ya ndoa? Tunaona kila mmoja, wajibu wa kwanza tunaona kila mmoja anadaiwa kuwa mwaminifu kwa mwingine na lazima tupendane. Kila mmoja anadaiwa kuwa mwaminifu kwa mwingine na ni lazima tupendane. Hili ni lengo la kwanza kabisa kwa sisi wanandoa. Na katika hiyo ni lazima kuelewane, tuwe na uelewano. Ni lazima tuheshimiane na ni lazima tuvumiliane, kusaidiana kiroho na kimwili. Sisi ni watu wa ndoa, tunatakiwa tusaidiane kiroho na kimwili. Mwenzako anapokuwa na shida pale wakati anahitaji maombi yako, basi utamuombea ili aweze kutoka katika shida au dhiki fulani alionayo. Kimwili mwenzako pale anapokuhitaji, basi hakuna budi kuwa pamoja naye, kwa sababu ninyi ni wanandoa. Mfanye muunganiko. Na nikugusie tu kwa ndani, tendo hili la ndoa ni takatifu mbele za Mungu. Unapokutana hali ya kimwili, hakikisha mnamleta Mungu katika upendo, na tendo hili muhakikishe mnalifanya kwa furaha. So unalifanya kwa sababu tu mwenzako ametaka? Pana. Hakikisha tendo hili ni takatifu, unalifanya kwa furaha. Wote mnalifurahia kwa sababu mnaenda kupata uumbaji, mnaenda kushirikishwa kazi ya uumbaji na Mungu katika kulifanya tendo hili lililo zuri mbele za Mungu. Jambo lingine tunaloliona hapa ni kuishi bila wasiwasi na mashaka. Wajibu wetu ni lazima tuishi katika bila wasiwasi na mashaka, sio mguu mmoja ndani mguu mmoja nje. Jambo lingine ni kuhurumiana na kusameheana. Ni lazima tuwe na malengo hayo katika watoto. Malengo lililo zuri zaidi katika malengo yetu sisi wanandoa au watarajiwa tunaotaka kuingia kwenye ndoa ni kulea watoto kwa pamoja. Kulea watoto kwa pamoja. Tuone. Tunatakiwa pia mume, hali nyingine, awe mume mwenye huruma. Mume mwenye huruma huyu atakuwa anahakikisha chakula, vinywaji na mahitaji yote ya familia, anawezesha familia yake. Sio kwenda kula vibandani au kwa kina mama ntilie au hotelini na kuiacha familia yake. Hata tunaona jambo lingine au lengo lingine katika familia, mwanaume na mwanamke wanatakiwa wapambane katika kuilea na kuiendeleza familia. Kuilea na kuiendeleza familia ni jambo ambalo, ni lengo ambalo pia tunatakiwa tuwe nalo. Na jambo lingine, anatakiwa mke awe na huruma kwa familia yake. Asiwe na matumizi yanayopita kiasi. Unajua kabisa kipato cha familia cha baba kwa siku ni shilingi 10,000. Wewe kwa siku unatumia shilingi 30,000. Kwa kweli hapo utakuwa unaenda kinyume kabisa na utakuwa humtendei haki
huyu baba au huyu ambaye anaelekea katika kutafuta au katika utafutaji wenu hamtayaona mafanikio au hamtayasikia malengo, kwa sababu utakuwa una matumizi makubwa kuliko kiwango kile ambacho unakipata. Lazima uwe na huruma kwa kile ambacho unachohitaji. Jambo lingine ni kupambana kadiri ya uwezo wako kuendana na hitaji lile ambalo mnakuja kulifanikisha au mnalotarajia kulifanikisha. Hakikisha hilo kabisa, mnapambana kwa uwezo wenu, kadiri ya uwezo wenu. Msipambanie mambo makubwa. Mnataka labda leo mna baiskeli, mnataka kesho mnunue pikipiki na gari. Msifanye hivyo, kwa sababu mtajiingiza kwenye mambo ambayo yatakuwa hayakumpendeza Mungu, au kwenye wizi ambao itakuwa ni chukizo, kwa sababu huwezi kupata kitu ambacho unatamani upate, lakini sio kwa kupata kwa njia ya kusema kuwa jambo hili nalitafuta kwa fedha fulani au maisha fulani mengine ambayo ni kinyume na au la utaratibu wa Mungu, au ni zaidi ya kipato ambacho mnachokipata. Lazima muweke malengo hayo. Malengo mengine ambayo tunatakiwa muwe nayo ni mke na mume. Muwe na maelewano. Wewe baba au mama wa familia ulioko au mtarajiwa dada au kaka wa familia, hakikisha unaenda kuwa na maelewano na yule ambaye unamtarajia au unaenda kukaa naye katika maisha yenu. Uwe na upendo, usambaze upendo katika familia yako. Hakikisha wakati wote unakuwa ni mtu wa tabasamu, sio mtu wa kununanuna tu. Lengo lingine, hakikisheni mnaheshimiana, mnakuwa na heshima kwa wote, kwa baba na kwa mama na kwa wote waliowazunguka. Jambo lingine, epukeni upendeleo. Kuwa mnapendelea mtu fulani na mtu fulani na mtu fulani, hapana. Epukeni upendeleo. Jambo lingine, kuweni na furaha. Hakikisha mnakuwa na furaha ili itawasaidia kuwasogeza katika njia moja au nyingine katika hali hii ya kiroho na kimwili. Jambo lingine au lengo lingine katika ndoa, muwe mnavumiliana. Tunajua hatukuzaliwa pamoja, kila mtu ametoka kwenye nyumba yake. Ni lazima tunavumiliana, kwa sababu ya madhaifu yetu tunakuwa na tabia mbalimbali, lakini tabia hizi tutabadilishana polepole, kwa sababu tutakuwa pamoja. Pia wanandoa wanapaswa kuvumiliana mapungufu yao. Ni lazima tuwe tunavumiliana mapungufu yetu. Hatuwezi kupata mtu ambaye ni mkamilifu kwenye kila kitu. Kila mtu ana kirema chake, kila mtu ana shida yake. Uwe unamvumilia na kurekebishana polepole kwa upendo, kuonyana kindugu, ndio mtakapokuta mnarudi kwenye mstari. Nasikia mahali unaambiwa mwanandoa, mbona mnafanana hivi? Ni kwa sababu tu ya kuonyana kindugu, kuvumiliana na kuona vile vilema vyetu, kuvisogeza, kuviepuka polepole. Jambo lingine kwa wanandoa, tunatakiwa tuwe katika hali ile ya kuheshimu kila mmoja mawazo ya mwenzake. Kuheshimu kila mmoja mawazo ya mwenzake. Mwenzako amekuletea wazo fulani la kukushauri, hakikisha unaliheshimu na kutoa madhaifu ya mwenzako. Madhaifu yote ya mwenzako yatakuwa ni siri yako wewe na Mungu wako, sio wewe na watu wengine katika ndoa. Wewe na nani? Na Mungu wako. Huku ukiendelea kumrekebisha kindugu. Jambo lingine kwa sisi wanandoa au watarajiwa wa wanandoa ni kusamehana. Tunapoishi ni lazima tuwe na umoja na upendo katika roho na kusameheana kwa kusahau. Umsamehe mwenzako na usahau. Tunaona kwa baadhi ya kina mama kweli, sio kwamba ninawasema akina mama, lakini hili ni jambo lililo wazi. Tujitahidi kusamehe na kusahau akina mama.
jitahidini kusamehe na kusahau. Mara nyingi unakuta umemsamehe mume wako, lakini anapotenda jambo jingine unaanza kumwambia kumbe umerudia jambo hili ulishawahi kulitenda. Jambo lile lisamehe, hakikisha unasahau. Na kwa upande wa kina baba pia, hakikisha unamsamehe mke wako na kusahau. Hakikisha unakuwa mwaminifu kutoka moyoni na bila kuwa na unafiki wowote. Kwa sisi wanandoa pia tuhakikishe hili jambo ni la muhimu kweli. Tuwe waaminifu bila kuwa na hali yoyote ile ya kuwa na hali ya kutokuwa na uaminifu. Tuwe waaminifu kweli kweli. Basi katika mambo hayo au malengo hayo tunatakiwa tuyajue sisi kama wanandoa. Jambo lingine la mwisho ambalo ni sisi wanandoa tunatakiwa tuwe wainjilishaji na wasemaji wazuri kwenye familia zetu. Wainjilishaji na wasemaji wazuri wa maneno ya Mungu kwenye familia zetu. Wewe baba uwe mwinjilishaji kwa mama, wewe mama uwe mwinjilishaji kwa baba, wewe baba uwe mwinjilishaji kwa familia, na wewe mama uwe mwinjilishaji kwa familia, ili familia yenu iende katika upendo na neema ya Mungu. Basi namshukuru Mungu kwa jinsi ya pekee kwa semina yetu ya leo. Tutaendelea siku ya kesho. Hivyo niwaalike tumshukuru Mungu kwa semina hii. Niwakumbushe tu maombi ya kuondoa roho ya Nebukadreza katika maisha yetu. Tunaendelea kuyapata asubuhi. Tuendelee kuyafuatilia, maana katika maombi yale tunafanya toba na msamaha. Tunapita katika hali ile ya kumwambia Mungu atusamehe. Kwa hiyo tunapopita kwenye semina hii yetu hii jioni, tunahakikisha kuwa tulishafanya toba asubuhi. Ndio maana jioni hii tunaenda moja kwa moja kufundishana neno la Mungu pasipo kuingia kwenye maombi ya kufanya toba. Jioni hii tunaenda tu kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya semina ilivyofanyika na kuendelea kumwomba Mungu atupe kibali kwa siku nyingine ya kesho. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya semina yetu, siku yetu ya pili. Hakika Mungu umekuwa pamoja nasi. Tazama watoto wako sisi wanandoa na watarajia tunaotamani kuingia kwenye ndoa. Tunakushukuru kwa ajili ya kutuwezesha kusikia semina hii na kujifunza maneno mazuri yanayotoka kwako. Tunavunja na kuharibu roho zote ambazo zinazoenda kinyume na mpango wako Mungu. Tunakemea hali zote za uzinzi katika ndoa, hali zote za kutokuwajibika katika ndoa. Tunakuahidi Mungu wetu kwenda kuwajibika tena pale ambapo tulikuwa hatuwajibiki, kwenda kufanya vizuri pale ambapo tulikuwa hatufanyi vizuri. Tunakushukuru Mungu, maana utatuwezesha kuyafanya yote hayo kwa mpango wako. Ni katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, na wote tuseme amina. Amina.